Ndugu zangu, maisha ya Mkristo ni safari ya ufuasi. Kila Mkristo amepewa wito na jukumu la kumfuasa Kristo, la kumshuhudia Kristo, la kujitahidi kufanana na Kristo. Na tukumbuke kwamba katika maisha yetu tunakutana na Kristo kila siku. Tutaona baadaye tunakutana naye kivipi. Lakini ikumbukwe kwamba kukutana kwetu na Kristo kunapaswa kuleta matokeo. Tukumbuke pia kwamba kuwa kwetu wafuasi wa Kristo kuna madai ya tabia. Somo letu la kwanza leo limetukumbusha juu ya tabia tunayopaswa kuwa nayo katika kumfuata na kumshuhudia Kristo. Somo lile fupi napenda kulijumuisha katika neno moja. Ni wito wa kuwa wanyofu, ni wito wa kuwa wanyenyekevu. Yesu mwenyewe amekuwa mnyenyekevu, amejishusha, amejifanya mdogo kuliko wote kusudi atukomboe, kusudi atuokoe. Na sisi ambao tumepewa fursa ya kuunganishwa naye katika mateso, kifo na ufufuko wake, basi tunatumwa twende tukamshuhudie, twende tukatende kama yeye alivyotenda. Uwepo wetu uwe kwa ajili ya wengine, wengine wafaidike, wajengwe, wajisikie faraja kutokana na mwenendo wetu, mahusiano yetu na matendo yetu. Katika somo la Injili tumesikia juu ya hukumu ya mwisho. Ndugu zangu, hukumu ya mwisho sio tukio ambalo linatukurupusha. Hukumu ya mwisho ni mjumuisho wa maisha yetu, ni mjumuisho wa mwenendo wetu, ni mjumuisho wa mahusiano yetu, ni mjumuisho wa jinsi tulivyojitoa na kuwajali na kuwashughulikia wengine. Katika somo hilo la Injili tumepewa mifano miwili ya watu. Upande mmoja ni wale wanaotambulika kama kondoo. Kondoo ni wanyofu, ni wapole, lakini uwe nao makini, maana yake ukikaakaa na kondoo hovyo atakudunga. Kondoo hao wanaonyesha unyofu na unyenyekevu ambao ni sifa ya Kristo. Nao wanathaminiwa, wanatuzwa,
Bwana mtoa hukumu anawaambia, njoni mkae upande wangu wa kulia, kwa maana nalikuwa mgeni mkanipokea, nalikuwa mpweke mkanikaribisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunisaidia na kunifariji, nalikuwa mfungwa na kadhalika. Kwa maneno mengine, hao ni wale ambao maisha yao yalikuwa ni safari ya kujitoa na kujitosa kwa ajili ya wengine. Je, wewe katika maisha yako unatambua uwepo wa wenzako? Unatambua changamoto za wenzako? Unatambua uhitaji wa wenzako? Uwe makini, kwa sababu wakati uko hai hapa duniani ndio wakati wa kujipanga, ndio wakati wa kujituma, ndio wakati wa kuwajibika, ukishirikiana na ukiwatunza na kuwajali wenzako. Waswahili wana msemo, tenda wema nenda zako, usingoje shukurani. Nawe Injili inakufundisha tenda wema, uwe mwema kwa wenzako, wajali wenzako, wajali hasa wale walio wanyonge, walio wahitaji, waliosongwa, walio katika taabu mbalimbali, wajali. Epuka kuruhusu ubinafsi, umimi, uchoyo ukusakame na kukutanabaisha kama ndio tabia yako. Yesu sio mchoyo. Yesu sio mbinafsi. Angekuwa mchoyo na mbinafsi, hangetukomboa. Ametukomboa kwa kuwa yeye ni mkarimu, mwenye kujitoa bila kujibakiza. Upande wa pili tunakutana na wale ambao wamebainishwa kama mbuzi. Najua mbuzi ni machachari, ni wafujo na ni waharibifu. Kiotesha chochote hapa, mbuzi akija lazima akinyonyoe, akidonoe, kwa maneno mengine akiharibu. Pamoja na kwamba tunapenda nyama ya mbuzi, lakini tusisahau kwamba mbuzi ni changamoto. Na mwanadamu ukipewa tabia ya mbuzi, umlilie Mungu akuondolee huo umbuzi. Usishabikie hata mara moja tabia au wasifu wa umbuzi, kwa sababu mbuzi hajali wengine, hatambui wengine, hawahangaiki au kuwajali wadogo na wahitaji. Na Yesu katika hukumu ya mwisho anawapatiliza, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, mwende Jehanamu pamoja na Ibilisi jamaa yenu. Ondokeni kwangu ninyi msio na mastahili yoyote.
Nao pia wanauliza, kwani tumekukosea nini akina sie? Na anawakumbusha, nalikuwa mgeni, hamkunitupia jicho, nalikuwa na njaa, hamkunipa hata jani, nalikuwa hivi, nalikuwa mgonjwa, nalikuwa mfungwa, na hakuna mlichonitendea. Basi ondokeni kwangu, kwa kuwa ninyi hamna mastahili. Tumwombe Mungu yeyote kati yetu asipatilizwe kama mbuzi, asipatilizwe kama mlaaniwa, asipatilizwe kama wale wasio na mastahili yoyote. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa kama tulivyoambiwa mwanzo wa adhimisho hili kuadhimisha mambo mawili ambayo kwayo tunamshukuru Mungu. Kwanza, namshukuru Mungu kwa zawadi ya Mwadhama Cardinal Laurian Rugambwa, mtu wa Mungu, mchungaji na mtu wa muono mpana, mtu aliyejali wengine na kuwahangaikia wengine, aliyetafuta kushughulikia masilahi ya wenzake, hasa wale walio wahitaji zaidi. Ni kwa namna hiyo alipenda hospitali hii iwepo, ambayo imeanza katika udogo kama dispensary. Haidhuru iwe dispensary au hospitali teule ya mkoa, lengo lake ni kuwahudumia watu waliosongwa, watu wanaosakamwa na maradhi, watu wanaokabili mateso. Angekuwa mbinafsi, hangehangaika kuanzisha chombo cha kuwahudumia na kuwasaidia wengine katika changamoto zao. Ndio maana tunamshukuru Mungu kwa kutuzawadia huyu mtumishi wake ambaye ametufundisha kutambua uwepo wa wenzetu, mahitaji ya wenzetu, changamoto za wenzetu na kuzifanyia kazi. Sisi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Mwadhama Cardinal Rugambwa. Tumuombee kusudi Mwenyezi Mungu amjalie tuzo ya uzima wa milele pamoja na wateule wake huko mbinguni. Jambo la pili ambalo tumeambiwa tunaliadhimisha leo ni uwepo wa hospitali hii ambayo sasa imefikia umri wa miaka 40. Huo ni umri wa mtu mzima, mtu mkongwe, mtu mkomavu. Hebu tuipongeze hospitali ya Kardinal Rugambwa. Wanakuja hapa mara moja, na nikifika napenda kupita na kuona yanayoendelea hospitalini. Wanakuta watu wameketi kwenye makorido wanangojea kwenda kuwaona madaktari. Na kwa kawaida watu ninaokutana nao ni watu wadogo, ni watu wa kawaida, naweza kusema ni maskini. Hii ni hospitali inayowahudumia wadogo, inayowahudumia maskini, inayowahudumia watu wa mwisho. Lakini sio hao tu. Wakati wa COVID, hii hospitali ilihudumia hata watu wazito. Natambua kwamba
maaskofu kadhaa kutoka majimbo mengine walikimbizwa hapa wakiwa hoi na COVID, wakahangaikiwa kwa ukarimu na kwa upendo mkubwa, wakarudi majumbani kwao wakiwa wazima. Ninawakumbuka walau watano, sitawataja majina ili msiende mkawachokonoa, lakini hawa watano kutoka majimbo yao walikimbizwa hapa na wakahudumiwa, ambapo nina hakika wangekimbizwa hospitali fulani, leo ungekuta tunawakumbuka kama marehemu. Lakini Rugambwa imewahangaikia, wakaondoka na leo wako hai. Namshukuru Sister Sara na madaktari wenzake na wauguzi wengine ambao bila kuwa na vyombo vya ajabu waliokoa maisha ya watu. Hongereni. Tunamwomba Mungu hospitali hii iendelee kuimarika na iendelee kutoa huduma tukuka hata siku zijazo. Basi tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya hospitali hii, naomba tuwe wadau wa kuiwezesha hii hospitali kuimarika na kuendelea kutoa huduma iliyotukuka. Amani ya Kristo iwe nanyi.